Ukiwa ni wasaa mwingine tena, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya na uhai. Tunamshukuru kwa yote ambayo anatujalia hata pasina kumwomba. Leo katika chaneli ya Lisha Ubongo, kwa namna ya pekee tunakuletea historia ya mwandishi na mshairi maarufu sana kwa jina la Shabani Robert. Najua wale waliopita huko mashuleni hawatakuwa wageni na hili jina, watakuwa wanamfahamu vizuri sana. Kwako wewe ambaye humjui, huyu anaitwa Shabani Robert. Ameandika vitabu vingi na ameandika mashairi mazuri sana. Nikualike uyasome, nikualike uvisome vitabu vyake. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pia aliona mchango wake na hivyo aliamua kumwenzi baba huyu. Ndugu msikilizaji na mfuatiliaji, basi hii ni historia ya Shabani Robert, maisha binafsi na historia yake kwa ujumla. Karibu isikilize, alafu kisha ununue vitabu vyake uvisome. Shabani bin Robert, anayejulikana kama Shabani Robert, alizaliwa tarehe 1 Januari mwaka 1949 katika kijiji cha Vibamba karibu na mji wa Tanga katika Tanzania ya kaskazini mashariki, wakati huo iliyojulikana kama Tanganyika. Wazazi wake walitoka katika kabila la Wayao, ingawa Shabani Robert hakujitambulisha kama Myao bali alijiita Mswahili, akiwa miongoni mwa Waafrika wa kwanza kujiona kwa kitambulisho cha Mswahili badala ya kabila. Jina lake la pili Robert lilitokana na jina alilopewa na baba yake katika shule za kikoloni, na kwa muda Shabani Robert mwenyewe aliwahi kutumia herufi Roberts kabla ya kurudi kwenye tahajia ya Robert. Shabani Robert alipata elimu yake ya msingi katika shule ya Msimbazi, Dar es Salaam kati ya mwaka 1922 na 1926. Alihitimu akiwa miongoni mwa wanafunzi bora kwenye mtihani wa kuhitimu shule School Leaving Certificate katika mfumo wa elimu ya kikoloni. Baada ya kuhitimu, alifanya kazi kama mfanyakazi wa utumishi wa umma katika serikali ya kikoloni ya Tanganyika kuanzia mwaka 1926 hadi mwaka 1944. Alikuwa afisa forodha akihudumu maeneo mbalimbali ya nchi. Kisha mwaka 1944 hadi mwaka 1946 alifanya kazi idara ya wanyamapori, na baadaye kati ya mwaka 1946 na 1960 akawa karani katika ofisi ya mkuu wa wilaya na baadaye ofisi ya uchunguzi wa ardhi mkoani Tanga. Uzoefu wake huu wa utumishi wa umma uliathiri maandishi yake, ambapo mara nyingi alitumia wahusika na matukio yanayoakisi maisha ya utumishi wa serikali ya kikoloni. Kuhusu maisha yake binafsi, Shabani Robert alioa wake watatu katika nyakati tofauti na kufiwa na wake wawili, wa kwanza akiwa bado kijana. Mke wake wa kwanza aliitwa Amina, alifariki akiwa bado mchanga, na kifo chake kilimsukuma Shabani Robert kuandika shairi maarufu aliloliita jina Amina kama kumbukizi yake. Shabani Robert alikuwa na watoto 10, ingawa ni 5 tu walioendelea kuishi hadi wakati wa kifo chake mwaka 1962. Alifariki dunia tarehe 22 Juni mwaka 1962 mjini Tanga na kuzikwa katika kijiji cha Machui karibu na alipozaliwa. Kabla ya kifo chake, alitunukiwa tuzo ya ukumbusho ya Margaret Wrong kwa maandishi ya Kiafrika na pia nishani ya MBE, Member of the Order of the British Empire, kutoka serikali ya Uingereza kutokana na mchango wake katika fasihi. Kazi zake na mchango wake katika fasihi ya Kiswahili. Shabani Robert anachukuliwa na wengi kuwa ndiye mwandishi bora na mahiri zaidi kuwahi kuandika katika lugha ya Kiswahili. Katika uhai wake aliandika vitabu zaidi ya 20 vikiwemo riwaya, mashairi, insha, wasifu na tafsiri.
hatua iliyopanua wigo wa fasihi ya Kiswahili katika karne ya 20. Kutokana na mchango wake mkubwa, ameitwa mshairi laureti wa Kiswahili na pia baba wa Kiswahili, akitambuliwa kama mwanzilishi na mwendelezaji muhimu wa fasihi na lugha ya Kiswahili katika Afrika Mashariki. Kauli mbiu yake ya utetezi wa Kiswahili ilijidhihirisha si tu katika maandishi yake, bali pia katika harakati ya kukuza lugha hii. Aliwahi kushiriki kama mjumbe wa bodi na kamati kadhaa za lugha kama vile Baraza la Lugha la Tanganyika, Kamati ya Kiswahili ya Afrika Mashariki na shirika la East African Literature Bureau. Kupitia nafasi hizo, Shabani Robert alichangia sana katika kusawazisha na kuendeleza Kiswahili sanifu, jambo ambalo liliwezesha lugha hii kuchaguliwa kuwa lugha ya taifa nchini Tanzania na lugha rasmi nchini Kenya. Kwa sababu hiyo, anaheshimiwa kama Bwana Kiswahili kutokana na juhudi zake katika kuimarisha lugha. Katika uwanja wa fasihi, Shabani Robert alicheza nafasi muhimu katika kuvusha fasihi ya Kiswahili kuelekea ubunifu wa kisasa. Wakosoaji na wanazuoni wa fasihi wanakubaliana kwamba mchango wake ulikuwa ni kichocheo muhimu cha kubadilisha fasihi ya Kiswahili kutoka jadi kwenda mbinu za kisasa. Aliandika katika mada na tanzu mbalimbali, akiwa mwandishi wa kwanza wa Kiswahili kujaribu kuandika wasifu maarufu, biography, na fasihi ya kufikirika, fantasy, kwa Kiswahili. Uwezo wake wa kubuni hadithi na wahusika wa kufikirika ulimwezesha kufikisha falsafa na maadili katika jamii kwa njia ya tamthilia na mifano inayofikirisha. Vile vile, alitumia kalamu yake kama silaha ya kupigania utu na usawa. Aliandika akipigania haki za binadamu, usawa wa kijinsia na kupinga ubaguzi wa rangi na dini. Na kwa sababu hiyo, alitambulika pia kama humanist miongoni mwa wasomi. Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alikuwa miongoni mwa wale waliomuenzi Shabani Robert, akitambua na kuthamini sana kazi na mawazo yake yenye kuchochea fikra za ukombozi na umoja. Mchango wake mwingine muhimu ulikuwa ni kuhimiza matumizi ya Kiswahili katika elimu na maandishi. Baadhi ya kazi za Shabani Robert zilijumuishwa katika mitaala ya shule na elimu ya juu, hivyo kuwafikia wasomaji wengi na kizazi kipya cha wanagenzi wa lugha. Vitabu vyake pia vilitafsiriwa katika lugha mbalimbali zikiwemo Kiingereza, Kirusi na Kichina, hatua iliyopanua usomaji wa fasihi ya Kiswahili kimataifa. Kwa ujumla, kupitia maandishi na juhudi zake, Shabani Robert alitoa mchango mkubwa katika kuweka misingi ya fasihi ya Kiswahili ya kisasa, na nafasi yake katika historia ya lugha. Nafasi hii inafananishwa na ile ya Shakespeare katika lugha ya Kiingereza. Karibu tuangalie vitabu na mashairi yake mashuhuri. Katika maisha yake ya uandishi, Shabani Robert aliandika vitabu takribani 22, baadhi vikiwa vilichapishwa baada ya kifo chake, katika aina tofauti za fasihi. Kati ya hivi kuna kazi kadhaa mashuhuri ambazo zimeendelea kusomwa na kufundishwa sana. Baadhi ya vitabu na mashairi yake yanayojulikana zaidi ni: 1. Kusadikika cha mwaka 1951, 2. Kufikirika cha mwaka 1968, 3. Adili na nduguze cha mwaka 1977, 4. Wasifu wa Siti binti Saadi cha mwaka 1967, 5. Maisha yangu na baada ya miaka 50 cha mwaka 1958, 6. Utenzi wa vita ya uhuru cha mwaka 1961
kuchapishwa mwaka 1970. 7. Diwani za mashairi na insha. 8. Tafsiri ya Rubaiyat. Na hivi tuangalie kwa undani kila kimoja tulichokitaja hapo juu, tukianza na kusadikika cha mwaka 1951. Anasema riwaya ya kifalsafa na taswira ya nchi ya kufikirika iliyo angani, ambamo kupitia hadithi ya taifa la kusadikika, Shaaban Robert anatoa ukosoaji wa kijamii na kisiasa kwa mifano ya kimafumbo. Riwaya hii imejipatia umaarufu mkubwa kwa upekee wake katika fasihi ya Kiswahili na inachukuliwa kuwa kielelezo cha uwezo wa mwandishi huyu katika kutumia alegoria kufikisha ujumbe mzito kuhusu ukweli, haki na maadili. Na kile cha pili cha kufikirika cha mwaka 1968, wanasema riwaya nyingine ya kubuni iliyochapishwa baada ya kifo chake, ambayo inaendeleza mtindo wa fasihi ya mawazo. Hii pia ni hadithi ya kufikirika iliyotafsiriwa kama nchi ya tafakari, yenye maudhui ya kijamii. Kufikirika inaakisi jamii ya wakati wake kwa njia ya fikra za kinadharia, na inatazamwa kama mwendelezo wa maono ya Shaaban Robert katika kuelimisha umma kupitia hekaya za kufikirika zenye mafundisho. Cha tatu, Adili na Nduguze cha mwaka 1977. Hadithi fupi ya kimithali iliyotungwa miaka ya 1950 na kuchapishwa mwaka 1977, inayoeleza kisa cha Adili na kaka zake Hasidi na Mwivu. Wahusika hao wamepewa majina yanayoakisi tabia zao. Hasidi akiwa ni mfano wa chuki na husda, Mwivu mfano wa wivu, na Adili akiwakilisha utu na haki. Hadithi hii ni alegoria kuhusu mapambano ya mema na maovu, ambapo Adili hukabili njama za kaka zake wabaya. Mwisho wa hadithi, wivu na husuda huadhibiwa na haki kutendeka, ikitoa funzo kwamba wema hushinda ubaya. Adili na Nduguze inasifika kwa ubunifu wake katika kuwasilisha maadili kwa wasomaji wa rika zote kupitia hadithi yenye mvuto. Kingine ni Wasifu wa Siti binti Saadi cha mwaka 1967. Wasifu wa mwanamuziki mashuhuri wa taarabu Siti binti Saadi wa Zanzibari. Katika kitabu hiki Shaaban Robert anamsimulia Siti binti Saadi kama nembo ya mwanamke mjasiri katika jamii ya Kiislamu ya wakati wake. Alionyesha uelewa na uboniface sensitivity mkubwa kuhusu changamoto ambazo Siti alikabiliana nazo kama mwanamke aliyethubutu kuvunja mila na kuonekana kwenye ulingo wa sanaa ulioongozwa na wanaume. Shaaban Robert anamsifu Siti kwa juhudi, maadili na ustahimilivu wake, akimweka kama mfano wa kuigwa na wanawake wengine katika jamii zilizokuwa zinajinasua kutoka ukoloni na kuelekea kujitegemea. Kazi hii ni moja ya vielelezo vya mawazo yake kuhusu uwezeshwaji wa wanawake na usawa katika jamii. Kingine ni Maisha yangu na baada ya miaka 50, kile cha mwaka 1958. Wasifu wa kujitegemea, autobiografia, wa Shaaban Robert uliogawanywa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, Maisha yangu, inasimulia maisha yake binafsi na malezi yake, na sehemu ya pili, Baada ya miaka 50, inaangazia tafakari zake baada ya kufikia umri wa miaka 50 na zaidi katika enzi za mabadiliko ya kijamii na kisiasa nchini Tanganyika. Kupitia maandishi haya ya kujieleza, Shaaban Robert aliweka kumbukumbu za historia ya maisha yake na mitazamo yake, akiingiza pia ushairi kadhaa ndani yake kama sehemu ya kutafakari hatua mbalimbali za maisha. Kazi hii ilitunukiwa tuzo ya Margaret Long, ikidhihirisha thamani yake katika fasihi ya Kiswahili. Pia Utenzi wa Vita ya Uhuru mwaka 1961, ambacho kilichapishwa mwaka 1970. Utenzi mrefu wa mistari 3000 unaosimulia matukio ya vita kuu ya pili ya dunia na athari zake barani Afrika. Kazi hii ya kishairi inachukuliwa kama
magnum opus ya mwisho ya Shaaban Robert, akiwa ameweka ndani yake mtazamo wake kuhusu harakati za ukombozi na mada ya uhuru. Utenzi huu unafuata urazini wa jadi, bahari ya ustadhi ya kishairi cha Kiswahili, na unadhihirisha upeo wa uwezo wake katika mtindo wa utenzi wa kisiasa na kijamii. Kingine ni kile cha diwani za mashairi na insha. Shaaban Robert pia aliacha diwani nyingi za mashairi na makala ya kisayansi na kifalsafa. Mifano ni Pambo la Lugha mwaka 1968, ambacho ni mkusanyiko wa mashairi 35 na ni miongoni mwa diwani zake mashuhuri. Pia aliandika Sanaa ya Ushairi ya mwaka 1971 kuhusu mbinu na uandishi wa mashairi, na Kielelezo cha Insha cha mwaka 1954 ikiwa ni mwongozo wa uandishi wa insha za Kiswahili. Kazi hizi zinaonyesha upeo wake katika taaluma ya lugha ya Kiswahili, ambapo hakuishia kutunga pekee, bali pia alitafakari kuhusu fani ya utungaji yenyewe na kutoa miongozo kwa waandishi wengine. Kingine ni tafsiri ya Rubaiyat. Mbali na kutunga, Shaaban Robert alijishughulisha pia na kutafsiri kazi za fasihi za kigeni kwenda Kiswahili. Mfano mashuhuri ni tafsiri yake ya mashairi ya Omar Khayyam Rubaiyat, ambayo yalichapishwa mwaka 1952 akiwa na dibaji preface aliyoiandika mwaka 1948. Uwezo wake wa kutafsiri umeonyesha jinsi alivyothamini utajiri wa lugha ya Kiswahili na kutaka kuipanua kwa kuingiza maandishi ya fasihi za ulimwengu katika muktadha wa Kiswahili. Mtindo wake wa uandishi na falsafa yake. Mtindo wa uandishi wa Shaaban Robert unajulikana kwa wepesi wa lugha, uwazi wa mawazo na utajiri wa misemo ya Kiswahili. Alifaulu kuunganisha mbinu za jadi za uandishi na mitindo ya kisasa, akionyesha ubunifu katika kila fani aliyoigusa. Katika ushairi aliyobobea katika utunzi wa tenzi au utenzi za Kiswahili kwa kutumia bahari za kimapokeo za vina na mizani minne, lakini akawa mvumbuzi kwa kutumia hati ya Kirumi badala ya herufi za Kiarabu katika uandishi wa mashairi ya Kiswahili, hatua iliyosaidia wasomaji wapya kuweza kufurahia urithi wa mashairi ya Kiswahili. Alitumia pia aina nyingine za urari wa kishairi kama guni, ambapo mshororo wa mwisho hauna vina vinavyolingana na mingine, na mbinu ya takhmis, utunzi wa mistari mitano na kuongeza kipande katika kila ubeti uliopo, kama njia za kuboresha na kustawisha ushairi wa Kiswahili. Katika nathari na riwaya zake, Shaaban bin Robert alitumia lugha ya mfano na taswira kwa umahiri mkubwa. Maudhui yake mara nyingi yalijikita katika kuelimisha jamii kuhusu maadili mema, uwajibikaji na kujituma. Alikuwa na mtazamo wa kibinadamu na wenye matumaini kuhusu uwezo wa jamii kubadilika kimaadili, dhima inayojitokeza wazi katika maandishi yake mengi. Kwa mfano, riwaya zake za kusadikika na kufikirika zinatumia visa vya kubuni kukosoa maovu kama rushwa, udhalimu na ujinga, lakini zikifanya hivyo kwa njia ya mafumbo na tashbihi. Uandishi wake haukuwa wa moja kwa moja katika kuikosoa jamii, bali ulificha ujumbe ndani ya hadithi za kufikirika, mithili ya fumbo, yani parable. Hii ilitokana na mazingira ya nyakati zake. Ilibidi awe mwangalifu katika kutoa ukosoaji wa kijamii chini ya utawala wa kikoloni, hivyo akatumia alama na ishara kuelezea ukweli uliofichika. Hata hivyo, kutokana na mkakati huo, kazi zake zimebaki na uzuri wake wa kipekee. Zinasomwa kama fasihi ya kuburudisha, wakati huo huo zikiwa chemichemi ya fikra na busara za Kiafrika na Kiislamu zilizoongoza falsafa yake ya maisha. Falsafa ya Shaaban Robert ilijikita katika utu na ustawi wa jamii kwa misingi ya usawa na haki. Aliamini katika elimu na lugha kama nyenzo za kumkomboa mwanadamu. Katika insha na maandiko yake, alisisitiza umuhimu wa lugha ya Kiswahili kama kiungo cha kuleta umoja wa kitaifa
na kupatia Waafrika sauti ya kujieleza wenyewe. Aidha, mawazo yake yalikuwa na mwelekeo wa kujitegemea na kujivunia utamaduni wa Mwafrika, akionyesha kwamba jamii inaweza kupata maendeleo kwa kuzingatia mizizi yake ya kitamaduni na wakati huo huo kukumbatia mabadiliko chanya. Hili linaonekana katika msisitizo wake wa kujenga nafsi yenye maadili mema na kuthamini kazi kama vile kilimo, elimu na ushirikiano wa kijamii, kauli ambazo zimejaa katika maandishi yake. Uchanganuzi wa wakosoaji umebaini kuwa mtazamo wake katika maandishi ulikuwa mtazamo mtaraji, optimistic kwa maana ya kuwa alikuwa anaangalia mambo chanya sana kuliko negative, yani kuliko hasi, kuhusu uwezo wa kijamii kubadilika ikiwa watu watashikilia ukweli, uadilifu na bidii. Uchanganuzi huu unatilia mkazo kwamba uzalendo wa Shabani Robert pamoja na imani yake katika utu na maendeleo uliifanya fasihi yake kuwa daraja kati ya jadi na ulimwengu wa kisasa. Shabani Robert alijitokeza kuwa mwanataaluma wa lugha ndani ya maandishi yake. Kupitia kazi kama kielelezo cha insha, aliweka misingi na kanuni za uandishi bora wa Kiswahili, akionyesha jinsi usanii wa lugha unavyokuwa muhimu kwake. Kwa namna hii, si tu kwamba alikuwa mtunzi wa fasihi, bali pia mkufunzi wa kizazi kipya cha waandishi wa Kiswahili. Mtindo wake wa kuandika, ambao ulikuwa rahisi kusomwa na kueleweka na wengi, umepongezwa kwa jinsi unavyoweza kutafsiriwa katika lugha nyingine bila kupoteza uasili wake, labda kwa sababu Shabani Robert mwenyewe alifahamu vizuri lugha ya Kiingereza na tamaduni nyingine, hivyo aliandika Kiswahili akiwa na ufahamu mpana wa ulimwengu. Athari zake katika jamii na elimu. Urithi wa Shabani Robert katika jamii ya Afrika Mashariki ni mkubwa na wenye kuonekana hadi leo. Kwanza, kama ilivyotajwa, mchango wake katika kukuza lugha ya Kiswahili ulikuwa ni wa msingi. Kupitia ushiriki wake kwenye mabodi ya lugha na juhudi za kutetea Kiswahili, alitoa msukumo uliosaidia Kiswahili kukubalika kama lugha ya taifa nchini Tanzania na kupewa hadhi ya lugha rasmi nchini Kenya. Hii imesaidia kujenga vizazi ambavyo vinaweza kusoma na kuandika Kiswahili na hivyo kuongeza kiwango cha alfabeti na elimu katika lugha hii. Miaka zaidi ya 60 tangu kifo chake, idadi kubwa ya Waafrika Mashariki imeendelea kupata elimu kwa Kiswahili na fasihi ya Kiswahili imekuwa kwa kiasi kikubwa, mwelekeo ambao unaakisi mchango wa Shabani Robert na wenzake wa wakati wake. Pili, kazi za Shabani Robert zimeendelea kufundishwa shuleni na vyuoni kama sehemu ya mitaala ya fasihi ya Kiswahili. Riwaya na mashairi yake kama Kusadikika na mashairi ya Diwani ya Shabani vimekuwa vitabu ruwadha ambavyo wanafunzi husoma ili kujifunza kuhusu matumizi ya lugha ya Kiswahili na maadili ya jamii. Hivyo amekuwa mwalimu asiyeonekana kwa vizazi vya wasomaji. Kupitia maandishi yake, wanafunzi hujifunza msingi ya maadili kama ukweli, uadilifu, juhudi na pia mbinu za kisanaa za lugha. Tatu, Shabani Robert ameacha mfano kwa waandishi wengine. Waandishi wengi wa Kiswahili waliofuata kama vile Euphrates Kezilahabi, Muhammad Suleimani na wengine wamefuata nyayo katika kuendeleza riwaya na ushairi wa Kiswahili, wakichagua kuandika katika lugha ya Kiswahili badala ya Kiingereza na lugha nyingine za kigeni. Tofauti na sehemu nyingine za Afrika ambako waandishi walikumbatia zaidi lugha za kikoloni, kwa mfano wa Afrika wa Magharibi waliotumia Kifaransa au Kiingereza, Afrika Mashariki iliona mwamko mkubwa wa utunzi kwa Kiswahili. Hii inadhihirishwa na kuibuka kwa riwaya nyingi za Kiswahili tangu miaka ya 1970 na kuendelea, jambo ambalo kwa kiasi kikubwa linahusishwa na msingi uliojengwa na Shabani Robert katika fasihi. 4. Katika ngazi ya jamii kwa ujumla, Shabani Robert alitoa mchango mkubwa katika kueneza mawazo ya umoja wa kitaifa na uzalendo kupitia kazi zake. Alitanguliza fikra za kujitegemea,
na kujivunia utamaduni wa Mwafrika kabla na baada ya uhuru wa Tanganyika. Kwa mfano, kupitia wasifu wa Siti binti Saadi na maandishi mengine, alionyesha umuhimu wa kuheshimu michango ya makundi yote katika jamii, wakiwemo wanawake na watu wa rika zote katika ujenzi wa taifa jipya. Pia baadhi ya maandishi yake yanadhaniwa kuathiri hata viongozi wa kisiasa kwa fikra zake za utu na usawa. Si ajabu kwamba Rais Nyerere alimheshimu na kutetea sana kazi za Shabani Robert kwa kuona zinasaidia kuhamasisha umoja na maendeleo ya jamii. Mbali na athari hizo za kifikra, heshima kwa Shabani Robert inaonekana pia katika namna anavyokumbukwa na kuenziwa kimakundi na kitaasisi. Shule na mitaa vimepewa jina lake, kama vile shule ya sekondari ya Shabani Robert iliyopo Dar es Salaam, mtaa wa Shabani Robert katika jiji hilo, ikiwa ni ishara kwamba jina lake limebaki hai katika kumbukumbu za kitaifa. Vile vile kila mwaka wapenda fasihi na wanajamii hukumbuka mchango wake, hususan ifikapo tarehe ya kumbukumbu ya kifo chake 22 Juni, kwa kuendesha makongamano au makala maalumu zinazopitia mchango wake katika lugha na fasihi. Kwa ujumla, athari za Shabani Robert zinajumuisha kuinua hadhi ya Kiswahili, kuyajenga maadili ya jamii kupitia fasihi na kuchochea maendeleo ya elimu na uzalendo katika Afrika Mashariki. Ameacha urithi ambao umejengeka kwenye misingi ya vitabu vyake na falsafa yake, na hivyo anabaki kuwa nembo kuu ya fasihi ya Kiswahili katika karne ya 20 na kuendelea. Nukuu muhimu kutoka kwa maandishi yake. Maandishi ya Shabani Robert yamejaa misemo na mafundisho mengi yenye hekima ambayo yamenukuliwa mara kwa mara dira ya maadili na maisha. Zifuatazo ni baadhi ya nukuu mashuhuri zilizotokana na kazi zake, zikionyesha upeo wa fikra zake. 1. Kipawa chochote cha mtu kama hakikuongozwa vyema huweza kuwa hatari au maangamizi kwa wengine. Akiwa na maana, kipaji au uwezo aliojaliwa mtu unaweza kuleta manufaa au madhara kulingana na jinsi anavyoelekezwa. Hivyo ni muhimu kipawa kuongozwa kwa busara ili kisiwe chanzo cha maovu katika jamii. 2. Waovu wachache hawawashindi wema wengi. Maana yake, idadi ndogo ya watu waovu haiwezi kushinda wingi wa watu wema. Kauli hii inaonyesha imani ya Shabani Robert kwamba katika mapambano ya haki dhidi ya uovu, hatimaye wema utashinda kwa sababu watu wema ni wengi na nguvu yao ni kubwa kuliko ya waovu wachache. 3. Matendo makubwa huchukua wakati mwingi kukamilika. Kwa hivi haifai kuchelewesha, maana kila dakika moja na kila nukta moja ni hazina. Akiwa na maana, mambo makubwa na yenye thamani yanahitaji uvumilivu na muda mwingi ili yakamilike. Kwa sababu hiyo, hatupaswi kupoteza muda bure au kuhairisha mambo muhimu, kwani kila dakika na kila sekunde ni yenye thamani kubwa kama hazina. Nukuu hizo ambazo zinatokana hasa na riwaya yake ya kusadikika na maandishi mengine ni mifano tu ya hekima na maadili yanayopatikana katika kazi za Shabani bin Robert. Kupitia maneno haya, ameendelea kuwa sauti ya busara katika masikio ya wasomaji wa Kiswahili, akihimiza matumizi mazuri ya vipawa, imani kwamba wema utashinda ubaya na kuthamini wakati kama rasilimali muhimu. Hivyo Shabani Robert anabaki kuishi kupitia maneno yake, akitoa mwongozo kwa jamii vizazi hadi vizazi. Marejeo ya kazi na mchango. Kazi za Shabani Robert zimejadiliwa na kufanyiwa uchambuzi katika maandiko na tafiti nyingi, zikiwemo tafiti za wasomi kama Lydon Harris mwaka 1962 na Euphrates Kazilahabi 1976 kuhusu ushairi wake, na makala kadhaa katika Research in Africa Literatures zikichambua nafasi yake katika fasihi ya Kiafrika. Wasomi wote wanakubaliana kwamba bila Shabani Robert,
fasihi ya Kiswahili isingekuwa ilivyo leo. Ameacha alama isiyofutika kama mwandishi, mshairi na mwanafalsafa aliyechangia kuipa lugha ya Kiswahili heshima na hadhi inayoendelea kufurahia hadi sasa. Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Lisha Ubongo, tunasema asante kwa kuwa nasi mpaka wakati huu. Tunakuomba ikikupendeza, ukiwa na ujumbe wowote utuandikie hapo kwenye sehemu ya kuandika ujumbe mfupi, ili tuweze kujua nini cha kuweka sawa na nini ambacho inapaswa tukiongezee. Lakini bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Na pia zaidi, hivi karibuni tutakuletea vitabu mbalimbali vya Shabani Robert kwa mfumo wa sauti. Tunakukaribisha, usikubali kukosa. Asante, ulikuwa nami mmoja wa wanafamilia wa Lisha Ubongo. Merci beaucoup, ciao, au revoir, danke, tschüss.